Hatima ya maisha. Wefi. Eriki bwana. Wema sana kwa Eriki. Umepona? Umepona Eriki? Eriki. Wewe ndo baba? Ndio Eriki. Ndio mimi. Na shangazi yako huyo hapa. Shangazi. Shangazi. Shangazi yangu. Dada kipenzi. Umepona? Ndio mimi nimepona baba. Yaani hapa naweza kuona tena, naona vizuri baba. Naona vizuri akili. Dada kipenzi. Twende tukamwangalie Eriki sasa. Eriki. Tusubiri mwana. Tunakuja. Tunakuja. Tutakuletea zawadi. Eriki. Leo ndio wanataka kuwa watu wema sana kwako. Ndio. Kweli dunia ina mambo kweli. Mimi nafikiri ina haja ya kwenda na kuna na utaratibu. Mimi nashukuru sana, furahi kunipa nafasi ya kuongea. Mimi kila siku nakuuliza kitu gani ambacho kimekukumba? Mama, ina maana nilisahau mimi kwa kubadili majina. Tafadhali naomba niruhusu kitu kimoja ambacho mimi kitajihisia niweze kujua kwamba wewe ni yule Neema wangu ama ni yule mwingine unatafuta. Tafadhali naomba nikushike uso. Nikushike uso tu nitajua kwamba wewe ni sisi. Tafadhali. Neema, mbona ni wewe Neema? Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Ina maana siku chache tu ambazo mimi nimeenda kutibiwa Neema, tayari ushakuwa na mwanamume mwingine. Na mnakaribia kabisa kufunga ndoa, mshakuwa kabisa kwenye uchumba Neema. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Neema, mimi ni Eriki. Ina maana maneno yote yale ulikuwa unaniambia kwamba unanipenda, ulikuwa unanidanganya sio? Neema, mimi mwenyewe nilikupenda kweli, ujue. Nilikupenda kweli Neema mama. Mimi sikuchukulia kwamba unanisaidia kwa sababu nilikuwa kipofu Neema. Kama ulijua kabisa huwezi kunipenda, kwa nini ulikuja kwenye maisha yangu? Neema, mapenzi hayataniwi. Ulivyoniambia unanipenda mimi niliingia kwenye upendo kweli mamangu. Nilikupenda kweli mpaka sasa hivi moyo wangu unaniuma. Unakuwa na tabia mbovu kama hii, mwanamke mzuri kama wewe. Neema, una huruma? Naomba usifanyie hivi. Neema, mimi sitomwamini mwanamke mwingine yeyote yule kama utafanya. Basi, tutaongea siku nyingine, naomba uondoke. Neema, sawa. Mimi naondoka. Lakini Neema, naomba usifanyie hivi. Kama una mpango wowote wa kuniumiza moyo wangu, naomba usiongeze. Nakupenda sana. Please, naomba uondoke. Kaka mmoja kukuta hapa ni kibaya sana. Please. Neema, nakupenda. Hatima ya maisha haitabiriki, chuki, fitina havitambuliki, msukumo wa tamaa na vingi vilivyo, ndugu, rafiki, jamaa na bila halaiki. Penzi, msukumo
Oya. Hauna chaguo wala mpangilio. Sikiliza. Usichokijua wewe, kuna wanaume wanavijua. Alafu maisha yako yanaweza kawa hatarini kama usipokuwa makini. Usitaki kuogelea kwenye kina cha maji wakati bado hujawahi kuvuka mto. Unajua nini maana yake? Hivi ushawahi kupigwa na mtu ambaye ana mapenzi ya dhati na mke wake? Blaza, mbona sikuelewi? Kwani wewe ni nani? Oh, vizuri. Hata kunijua unijua. Sikiliza sasa. Yule nyota unayemfuata hana mchumba, na si mchumba tu, ni mume mtarajiwa ambaye ndo mimi. Lakini nakuona kama unammendea kila wakati. Nimekuona. Chunga maisha yako. Blaza, kumbe ni wewe. Bila shaka ni mimi. Kaka, yule mwanamke ni mwanamke ambaye mimi naye tumetoka mbali sana bro. Ni mwanamke ambaye mimi nilimpenda sana na mpaka sasa hivi nampenda, ndio maana nazidi kuwapambania mapenzi yangu kwake. Kaka, ni mwanamke ambaye alinipenda sana mimi, amenisaidia kipindi chote ambacho mimi na matatizo ya macho kaka. Sasa hivi nashinda kuelewa ni kitu gani ambacho Neema kimempata. Sielewi. Kaka amenisahau. Amebadilishwa mpaka jina, anaitwa Nyota sasa hivi. Kaka, ni kitu gani ambacho kinaendelea? Yule mwanamke ni mwanamke wangu mimi bro. Penzi anauma. Bro, penzi anauma. Hapo niachie Neema wangu. Unaongelea kumbukumbu? Sikiliza. Ya watu ungeliacha yapite. Umepona na jambo la kwanza, lakini la pili, je, unahakika kulipita? Makini sana. Sio kweli. Asante. Karibu tena. Sasa hizi jamani. Salama. Safi. Habari za hapa nyumbani? Mama haina hata haja ya kiti. Mimi nitasimama tu. Kifupi ni kwamba mimi nafikiri nimekuja hapa kwa ajili ya kuwaonya, lakini pia kuwapa taarifa ambayo inahusiana na familia. Unajua hao watu ambao wametoka hapa sio watu wazuri. Wana mpango ambao wanajaribu kuandaa kwa ajili ya kupokonya mali zenu. Kwa hiyo mwe makini nao. Alafu nimewasikia wakizungumzia binti fulani hivi anaitwa Neema. Na mpango wao mkubwa ni kumtumia Neema ili kuweza kuwanyang'anya mali hizo. Na kama sijakosea, na hisi watakuwa ndio Eric, ambao alikuwa ni kipofu kipindi kilichopita. Sasa nina mengi ya kusaidia ili kulinda pesa zenu, lakini pia kulinda yenu sehemu yote. Asikia? Kutusaidia kivipi? Ndio nafahamu nini kusomea. Eric, Neema amepoteza kumbukumbu. Bila shaka mimi ni mtu ambaye nilijua, lakini pia najua njia ya kumfanya karudi na kapatikana kuwa Neema yule. Unasemaje wewe? Unasema Wanda ulifanya Neema afanyaje? Jamani, Wanda ulimharibu Neema?
Wewe kijana mzuri tu ambao una mwili wako mzuri, basi unaweza kufanya kazi na ukapata hela na mazo ni zalani. Eric. Tuliza kwanza hasira. Unajua unavyoendelea kunishika hivi kwamba mimi unanishusha matumaini ya kukusaidia. Wewe tulia nikusaidie. Usichokijua ni kwamba sawa, mimi na sindano zangu mahali ambazo natumia kwenye kazi zangu. Kwa hiyo imesalia pia ambayo inaweza kumrudisha Neema kwenye beti. Kwa hiyo endelea kupiga jazba, alafu uone kitakachofuata. Unataka pesa kiasi gani? Una haraka hiyo. Wewe tulia. Tunafanyaje sasa? Si ndio useme? Sorry. Odi wenyewe nakupenda. Mapenzi, msukumo wa moyo hauna chaguo wala mpangilio. Nyota. Anyota. Wewe unalala mpaka saa hizi. Sasa Nyota, hivi wewe unalala mpaka saa hizi kweli? Mwanamke alalagi hivyo gisi unavolala hapo. Unalala mpaka unajisahau Nyota, ndo nini? Kaka, nani Nyota hapa? Wewe ni nani? Mimi ni Neema. Mbona unaanza zeeka kabla ya miaka yako kakaangu? Ushanisahau kama mimi ni Neema. Hiyo jina Nyota imetoka wapi? Au ndo wifi? Anakuchanganya hadi kichwa. Hivi kaka, unajua Eric? Eric ndo nani? Kaka, wamfahamu Eric? Sasa nakuja. Unajua kijana, nikwambie kitu. Unapotaka kuishi sana, epuka matatizo. Maana utakapokuwa unayafuata matatizo, utakwenda kuchimbiwa shimo ambalo utakalofunikwa na watu wasijui umefunikwa wapi. Awamu ya kwanza, dada yangu alikuja kuniambia ulimsimamisha njiani, kitu ambacho mimi sitakagi. Dada yangu nisikia amesimama na mwanaume njiani. Akakwambia yeye si Neema bali ni Nyota. Haujaamini. Awamu ya pili, ukaje nyumbani, ulinikuta mimi mwenyewe nipo nyumbani.
Sister akakwambia kwamba yeye si Neema, lakini pia nikakuelekeza yeye si Neema. Nilikwambia hivi, hatua zako zisiendelee kufika nyumbani kwetu, lakini unalolitaka utalipata, maana sasa hivi nishaanza kukuona unanyemelea maeneo ya nyumbani. Dadangu nilimkuza kwa hali na mali, sitaki vijana waje wamchezee dada yangu. Oya, mimi kabla ya kuzaliwa nilianza kuwa mweu, ndio nikazaliwa na mama yangu. Na machungu ya mama kuniacha, na machungu ya baba kuniacha, alafu na machungu ya matatizo ambayo dadangu aliyapitia. Alafu wewe leo tumekutana na hii ni onyo. Hii ni onyo. Oya, Masa ni mtu mbaya sana. Sitaki wewe na mahusiano na dada yangu. Na sitaki uwe karibu na dada yangu. Na sitaki umfuatilie dada yangu. Nitakuumiza bro. Nitakuumiza bro. Hii ni onyo. Kitakachofuata, sitaki dunia wanione mimi ni mbaya. Dunia ikatembea sifa ya Masa aliwahi kufanya kitendo cha ukatili kwa mwanaume mwenzake. Naishi umenielewa. Una uhakika kwamba Neema amerudisha kumbukumbu zake? Eric, mimi sina kazi za kubahatisha. Mimi nikifanya kazi ya nilifanya. Utapata mwenyewe. Lakini pia niombe kushukuru kwenu kwa sababu hii imekuwa kama tumetengeneza muungano. Kwa sababu umetekeleza kile tulichokubaliana. Lakini pia niahidi kwamba nitaondoka kwenye kijiji hichi na sitorudi tena. Kwa sababu hii ilikuwa moja ya misheni yangu, kutaka kupata pesa ya kuanzisha maisha yangu. Na mpaka leo nafikiri nimekamilisha. Kiwango hichi cha pesa nimekipata ni kikubwa sana ambacho sikuwahi kukigusa kabla. Na hivyo kimenifanya kupata nguvu ya kwenda kuanzisha maisha yangu sehemu nyingine tofauti. Hivyo nikushukuru kwa hilo. Lakini pia nataka nikwambie kitu. Endapo kuna yoyote atake kusumbua kwa jambo lolote, usisite kunitafuta. Eric! Siwezi kupata hatima ya maisha haitabiriki, chuki, fitina havitamu
haitambuliki, msukumo wa tamaa na vingi vilivyo nduguru